naendeleza darasa yetu ya aqida, na leo tutakuwa sehemu ya 6, bayan aqidati ahli sunna wal jamaa fi yawm al-akhir, kubainisha itikadi ya ahli sunna wal jamaa kuhusiana na siku ya mwisho. يؤمن أهل السنة والجماعة باليوم الآخر. أهل السنة والجماعة ونامين وسيق يموشن، وهو يوم البعث والحساب، نهي نسيق وففوه ونساب، ولا يعلم موعده إلا الله. نكون نيجوا سيقويه تتكيانين يسبق الله سبحانه وتعالى. hakuna anayejua hiyo siku itatokea nini isipokuwa Allah. Wayatabiruna al-iman bil yawm al-akhir, na wanazingatia imani ya kuamini kwa siku ya mwisho, ruknan min arkani al-iman, ni moja katika nguzo za imani. Lazima uamini kwa siku ya mwisho. فيحاسب الله الناس في ذلك اليوم، الله atawahesabu watu katika siku hiyo ala hasabi a'malihim fi dunya, sambamba na matendo yao waliyofanya katika dunia, wa muamalati llahi lahum, na Allah kuamiliana nao kwa hali hiyo, dairatun baina al-fadli wal 'adli, ni jambo ambalo lazunguka kati ya fadhila zake na uadilifu wake. Fayudkhilu al-janna ahla al-iman bifadlin minhu, Allah atawaingiza watu wa imani peponi ni kwa fadhila yake Allah. Wayudkhilu al-kuffara an-nar bi'adli minhu, na Allah atawaingiza makafiri motoni ni uadilifu, si dhulm, ni adl, ni uadilifu. Qala ta'ala, amesema Allah aliyekuka katika sura Ash-Shura aya 7, fariqun fil janna, kundi moja litaenda peponi, wa fariqun fis sa'ir, na kundi jingine litaenda motoni. Kwa hiyo sisi ndani ya mwezi huu wa Ramadhani, kila mmoja anapambana ipasavyo ili aweze kusamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, iwe ni sababu ya yeye kuingia. Na ndio maana milango ya pepo imefunguliwa, iko wazi, wale wanaotaka pepo waingie, na milango ya moto imefungwa. Makrumatu min Allah azza wa jalla, ni ikram kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ala hadhihi juu ya umma. Sasa ibaki ni wewe mwenyewe utaki kuacha maasi na kuomba msamaha ili Allah kusamehe, lakini nafasi ziko nyingi sana. Wayuminuna bikulli ma yakunu yawm al-qiyamah, na Ahlus-Sunna wanaamini kila kitakachotokea siku ya kiyama, mimma sahhat fihi nusus, katika yale mambo ambayo dalili za kisheria zimesihi. Min nafthi sur, kama kupuliza parapanda, wa nufikha fi sur fasa'iqa man fi samawati wa man fi al-ard, itapulizwa parapanda, vuvuzela itapulizwa, vuvuzela ya kuangamiza watu wote walioko mbinguni na ardhini, viumbe wote, na parapanda ya kuwatoa ndani ya makaburi ili wakasimame mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa na mwezi huu ni mwezi wa maandalizi ya kuondoka duniani. Shahru taqwa, mwezi wa nini? Wa uchamungu, si ndio? Wa taqwa الخوف من الجليل، كما قال علي رضي الله عنه. علي بن أبي طالب alipozungumza takwa akasema hiya al-khawf min
jalil. Takwa ni kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, wal amalu bitanzil, na kufanyia kazi maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil, na kukinai na kichache anachokupa Allah, wastidadu li yawmir rahim, na uchamungu ni maandalizi ya siku ya safari ya kuondoka duniani kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kazi unayoifanya ndani ya huu mwezi, maana yake unapambana, unapigika kisawa sawa ili kuiandaa safari yako ije kuwa nzuri. Unajua kwa nini Allah siku ya kiyama atakuwa amekasirika kisawa sawa hivyo? Kwa sababu amekutana na washirikina, amekutana na watu waovu ambao hawakumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, ambao walishughulika na dunia wakisahau akhera. Kwa hiyo Allah atakuwa na hasira kama si za kawaida. Watu watazunguka kwa manabii, kila wanaenda kwa huyu wanawaambia leo Allah amekasirika, mimi siwezi. Kila wanaenda kwa huyu mpaka watafika kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Watapofika kwa mtume watamwambia hali ilikuwa ngumu. Kama ni kichapo na kupigika, tumepigika kisawa sawa. Nenda kwa Mola wako katubu, aweke hukumu ile kwenda motoni waende na peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakwenda fayasjud, atasjudu. Na hili ndio maqama mahmud, maqama mahmud, wab'athuhu maqama mahmud alladhi wa'ada. Mtume sallallahu atasjudu, Allah atamwambia inuka, sautu uta, omba Muhammad utapewa, wataka nini? Fayaqulu alayhi salatu wassalam, ummati ummati ummati. Tunasema umma wangu, umma wangu, umma wangu. Nabii Muhammad, leo sio siku ya ibada, inuka. Leo sio siku ya nini ya kufanya ibada. Wewe inuka useme tu, yani una shida gani? Mtume atausikitikia, atauzungumzia umma wake. Umma wangu na hali ngumu, umma wangu umezidiwa, ninakuomba ewe Mola wangu wakihukumu baina ya watu waumini wenye kwenda motoni waende na peponi. Nabii rahma wakana alayhi salatu wassalam yukthiru, tunalikuwa sana na kuambia umma wake, kana kathira ma yasalu Allah an ummati. Tumelikuwa na kuambia sana umma wake, na siku ya kiyama alayhi salatu wassalam anaenda kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala umma wake, na umma zingine zinakuja kubebwa na umma wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hii siku ya kiyama inahitaji maandalizi, hii inahitaji maandalizi. Ndio Mtume akasema raghima anfu thumma raghima anfu, ameangukia pua kisha ameangukia pua. Yani bora ukaangukia upande mwingine, ukaangukia kichogoni, ukaangukia ubavu wa kulia au kushoto, kuliko kuangukia pua. Wewe kama ulishawahi kuangukia pua, ninadhani maovu yake unayajua. Sasa Mtume anasema ameangukia pua, ameruka patu. Nani huyo? Man adrakahu ramadhana, yule atakayediriki nini? Ramadhani. Kama mimi na wewe leo tumediriki, tumediriki, kisha usamehe Ramadhani. Wewe ni katika maofa, wewe ni katika watu wa chini, wewe ni katika watu walio hasara, wewe ni katika watu wabaya. Adrakahu ramadhana, Ramadhani imediriki, Ramadhani imekuja, imekuja kwa haya kaifunga. Subhanallah, hajasamehe Ramadhani. Sasa huyo alikuwa anafunga nini? Kumbe hamna kitu. Wewe ukifunga usifunge tu kula na nini na kunywa basi na matamanio. Sababu somo ina vigawanywa hivi. Somo hisia maanawi. Ni somo ya vitu vinavyoonekana, vinavyolika, kula, kunywa na matamanio. Hii ni sehemu ya funga. Na kuna maana, kuna funga kwa maana yake macho lazima yafunge. Usiangalie haramu. Masikio lazima yafunge, usisikilize haramu. Lakini leo sisi masokoni humo ni midundo. Watu ndio wanasema umefunga. Sasa hii funga gani? Midundo, tamthilia, sema ndio somo inaenda vizuri.
saumu inaenda vizuri, unaangalia mwisho wa siku utakuja kukutana na Allah, saumu yako ni matongo matupu, ni viraka vitupu. Hana saumu, matongo matupu, viraka vitupu. Sasa macho na yenyewe yanafunga uangalie haramu, ulimi unafunga uzungumze haramu au hapo, mikono inafunga na miguu inafunga. Hili ndio inaitwa saumu jawari, ndio funga ya viungo. Na saumu hii kwa uwezo wa Allah na utukufu wa Allah inamfikisha mtu katika uchamungu, na kinyume chake hauwezi kufikia uchamungu. Sio kadhani tu mimi niacha kula na kunywa na mke wangu basi hapa mimi nishafunga. Hiyo ni sehemu ya funga. Bali moyo na roho yafunga. Ni funga ya macho, ni funga ya masikio, funga ya ulimi, funga ya mikono, funga ya miguu. Maana yake hapo unakuwa umefunga mwili wote mzima. Umefunga kula na kunywa na wote umefunga. Maana yake mwili wote mzima sasa umefunga. Kwa hiyo ndugu yangu katika imani, wayuminuna bikulli ma jaa bihi nusus min al-Qur'an wa sunnah sahiha. Wanaamini al-sunna yote iliyokuja katika dalili katika Qur'ani na sunna zilizo sahihi, mimma yakunu min ashrati saa, yatakayokuwa katika alama za dini za kiyama. Kuna ashrati saa, alama za kiyama, kadhuhuri al-mahdi, kama kudhihiri mtu anayeitwa al-mahdi. Mimi sizungumzi mahdi wa kishia, ala, mahdi sunni, mahdi wa kisunna. Sababu mashia hao wana mahdi na ahlusunna nao wana mahdi. Kati ya mashia na ahlusunna ni wanani wana mahdi wa kweli? Watu wa sunna wana mahdi wa kweli. Ni huyu ambaye atatokea katika familia ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ataikuta dunia imejaa na dhulma, atasimamisha uadilifu. Kwa hiyo tunamzungumzia mahdi al-muntazar inda ahli sunna wal jamaa. Mahdi yasubiriwa ambaye ni katika ahli sunna wal jamaa, sio mahdi muntazar inda ar-rawafidha, sio mahdi yanasubiriwa kwa mashia, la. Ni mahdi yanasubiriwa kwa ahli sunna wal jamaa. Wa khuruju ad-dajjal, na kutokea Dajjal ni alamati saa al-kubra, na kutokea Dajjal ambaye kila siku kwenye swala tunapomaliza tunamuomba Allah wa min fitnati al-masih ad-dajjal, na Allah umilinde na fitna ya nani? Bora kifo kinikute kabla ya kukutana na masih ad-dajjal. Na hakuna mtume yoyote aliyekuja ila alimtahadharisha umma wake na masih ad-dajjal. Kila mtume aliyekuja katika hii dunia aliwaambia umma wake, jamani, kuna masihi dajjal. Huyu mtu muone Allah kutahadharisha nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam naye akaja hivyo kutahadharisha umma wake katika swala. Unamuomba Allah akulinde na masihi dajjal kwa siku mara 5, acha swala za sunna. Hizi ni faradhi. Min adhab al-qabr wa min adhab an-nar wa min fitnati al-mahya wa min fitnati al-masih dajjal. Kwa hiyo Masih Dajjal wa nuzul Isa, na kushuka kwa nani? Kwa Isa. Sababu Isa aliondoka, walitaka kumuua, Allah subhanahu wa ta'ala akamchukua. Innahu min ilmi saa, hakika kurejea kwa Isa ni katika dalili za kiyama. Ahlus sunna wanaamini kwamba Isa atafanya nini? Atakuja. Lakini hapa kuna kundi la Ahmadiyya wa Makaniani. Wao wanasema Isa yeye alikufa. Isa alikufa akafufuka. Kwa hiyo sasa ndio wakaenda mbinguni. Aqidatul batila fasida, kadhibu. Maana ya sunna wal jamaa, itikadi ya sunna wal jamaa kwamba Isa hakufa. Kama Qur'ani ilivyosema, wama qataluhu wa masalabuhu walakin shubbiha lahu. Ina alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin, hakuuliwa wala hakusulubiwa, lakini tuliwafananishia. Fananishiwa. Yuko wapi? Bali rafa'ahu Allah ilayhi. Qur'ani inasema hivi. Bali Allah alimnyanyua kumpeleka kwake, asubiria kuja kwa dalili za kiyama.
kuja kusimamisha haki na kuja kuisimamisha sheria ya Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Atakuwa na kazi kuamurua na kufunja misarafu na kujitoa katika itikadi ambazo walizomsingizia kwamba yeye ni mwabudiwa kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khuruj Yaajuj wa Maajuj, na kutokea Yaajuj wa Maajuj. Kuna Yaajuj wa Maajuj ambao hawa viumbe hawa wamefungwa. Baadhi ya ulama wanasema maeneo ya China. Ziko kauli nyingi za ulama. Hawa walikutana na Dhulqarnaini, nabii katika manabii wa Allah, wakamuomba kwamba tuepushie shari hawa Yaajuj wa Maajuj. Kwa hiyo ikabidi aweze kuchimba kisawasawa na iwekwe zege ya shaba ya kisawasawa, wakafunikwa, kila wakijitahidi kupanda watarudi tena chini. Mufsiduna fil ardi, viumbe hawa ni hatari, wenyewe ni ufisadi katika ardhi. Kwa hiyo katika dalili za kiyama, Yaajuj wa Maajuj watatoboa kisha watakuja. Na hii ni akida ya Sunna wal Jamaa, wanaamini wa khuruju daba, na kutokea mnyama. Kuna mnyama atatokea, atakuwa anazungumza, za kwambia fulani wewe unamwasi Allah, acha kumwasi Allah. Lakini watu sijui wanataka wasubirie mpaka khuruju daba, yani waache maasi labda mpaka mnyama aje aanze kuambia wewe unakula riba. Ndio shtuka, umejuaje? Shtuka sasa hivi uko ndani ya Ramadhani, ukumbuke yale madhambi uliyoyafanya, kisha kae kitako mwenyewe, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah wewe ni msamehevu, unapenda msamaha, Allah naomba unisamehe. Haya maneno useme mwenyewe ukikiri mkosefu na kukumbuka mizigo ya dhambi ulionayo, kisha umwambie Allah mwenyewe, Allahumma, ewe Mola wangu wa haki, innaka afuwun, hakika wewe ni msamehevu, tuhibbul afwa, unapenda msamaha, fa'ali, Allah nisamehe. Allah akusamehe. Wa tuluu ash-shamsi min maghribiha, najua kuchomoza kutokea magharibi, lakini natokea mashariki. Lakini kuna siku utaangalia ngome imetokea magharibi. Sio inakuwaje? Mfumo umegeuka, inakuwaje vipi? Mfumo wa dunia umegeuka. Watu watatoka mbio kukimbia misikiti wa sujudu. Matendo yote yamesimama hapo, wanataka kufanya nini? Wewe tulia hivyo hivyo. Ulijiwa na Ramadhani ukafanya mchezo. Ulijiwa na Ramadhani ukafanya maasi. Wengine wanamuhusiana mpaka ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hata ndani ya mwezi huu ama watu wanajipinda kuomba Allah wasamehe, lakini huo mwezi wa Ramadhani watu wanamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndani ya mwezi wa Ramadhani unamwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni aqida ya Sunna wal Jamaa, wa ghairi dhalika mimma saha fihi naqli, asiyokuwa hizo katika dalili ambazo zimesihi nukuu kutoka kwa Allah. Wayuminuna bi'adhabi al-qabr, Ahlusunna wanaamini kuna adhabu ya nini? Ya kaburi, kwamba pale kaburini kuna kichapo. Ahlusunna wanaamini hivyo kwamba kaburini kichapo kipo. Kama ulijikoroga au kujipanga vizuri ukafa na mizigo ya madhambi, pale ndani ya kaburi kuna kichapo. Wewe unajua hivyo, wakati unatembea hapa duniani, unabeti, unafanya mambo yako, unaleta jeuri zako, ujue kwamba kaburini kichapo kipo. Wewe subiri tu uingie. Ukiingia kichapo kipo. Hata kama watakuja watu waseme alana hakika malakani, wafundishe mtihani kwamba na wewe utoboe. Wewe jipange mwenyewe. Umefikiwa na Ramadhani, jipange. Yale madhambi uliyokuwa nayo yaache. Wewe umemrudisha kimada. Sasa kama umemrudisha kimada, si ndio muda wa tauba? Ili Ramadhani kisha ufunge ndoa. Sio unamrudisha kimada, Ramadhani kisha tena unamrejesha tena, ndio nini? Umefanya nini? Kipi ulichokifanya? Kwa hiyo kuna adhabu za kaburi. Wanaamini na kuna neema, kuna watu wanaenjoy pale kaburini. Usije kuona tu makaburi kwamba yamekaa hivi, kuna watu wanaenjoy maisha mazuri.
Tumesala anasema baada ya mtu kujibu maswali kama ni muumini, Munkari wa Nakiri watakuja. Kisha watakukalisha kitabu. Watakuuliza marabuka nani Mola wako, kama nabii kwa majibu. Na swali la mwisho la nyongeza, haya wewe umejibu vipi? Utajibu qara'atu fi kitabillah, nilisoma katika kitabu cha nani? Cha Allah. Kisha utaambiwa bana, huyu mtandikieni kitanda kutoka peponi na nguo za kutoka peponi na manukato kutoka peponi na kila kitu kutoka peponi. Na ndio maana kwenye swala ya jeneza katika maombi tunamwombea aliyekufa, tunamwombea Allah Subhanahu wa Ta'ala ambadilishie nyumba bora kuliko nyumba yake ile alionayo hapa. Maana hii ile huenda amejenga na matarifu haya. Matarifu ambayo ni duni. Yawezekana ilikuwa na vumbi, chokai imekaa vibaya, feni zimepinda, hazijakaa vizuri. Sasa tunamwombea kwa Allah ambadilishie nyumba bora kuliko nyumba ya dunia. Wa zawjan khayran min zawji, na mpe mwanamke bora kuliko mwanamke wake aliyokuwa hapa duniani. Katika mambo ambayo tunaomba, yani ambadilishie mwanamke mzuri aliyezidi katika uzuri kuliko huyu aliyokuwa naye hapa duniani. Sikana huyu duniani hapa alikuwa anamletea shida nyingi, kelele nyingi, vurugu nyingi. Kwa hiyo kama ni kuenjoy kidogo sana. Kwenye swala ya jeneza tunamwombea Allah ampe mwanamke bomba ili aweze kuenjoy vizuri katika kaburi. Sababu ukiona makaburi tu unaona watu wamelala. Yaani kuna watu pale makaburini pale wana maisha mazuri kuliko wewe. Wanakusidi mbali. Yaani pale wanakula nyama za ndege kutoka peponi, wanakula vitu vizuri. Wewe kwa duniani umepigika, unakula milenda, unakula nini? Hata kumwabudu Allah hutaki. Maisha ni magumu. Kila siku pako unakaribia kuchanganyikiwa kwa ajili ya fikra. Na kumwabudu Allah hutaki. Na Ramadhani kufanya mazuri hufanyi. Humo ndani ya Ramadhani na kubeti. Humo ndani ya Ramadhani na utapeli. Humo ndani ya Ramadhani na ushirikina. Hautaki kuhudhuria hata kiamu Ramadhani, hata tarawih hutaki. Wewe uko tu kwenye kumbi za mechi. Sasa wewe uko kaburini, wewe utaishi. Kwa hiyo lazima ujue kwamba kaburini huko kuna watu wanaenjoy maisha mazuri sana. Maisha yao ni mazuri ambayo hayana kifani. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, وأن القبر هو منزلة بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة. Na kaburi ni nyumba iko baina ya maisha ya dunia na maisha ya akhera. Ile ni nyumba. Kaburi ile ni nyumba. Sasa wewe jenga vizuri. Kaburi ni nyumba. Wewe unaona tu pale tumeweka majani nini mwanandani. Ile ni nyumba. Na sampuli ya kaburi ndio sampuli ya chumba chako. Kwani wewe chumba chako kina pembe ngapi? Si 4. Au wewe unaongeza na ya 5. Kwa maana chumba chako, mkaka wa chumba chako anacholala yeye ni pembe ngapi? 5 si 4. Kwani mkaka wa kaburi umekaa ni 4 5? Ni 4. Pembe 1 2 3 4. Kwani wewe kitanda unaweka wapi? Unaweka katikati ya chumba pembeni. Pale pembeni ule ndio mwanandani. Yaani wewe leo nenda uangalie kitanda chako kilivyokaa na chumba. Alafu useme kumbe kaburi ndio kaburi iko vile. Usitaki kuangalia pale. Angalia chumba chako. Na angalia kitanda ulipokiweka. Hapo ndio kwenye mwanandani hapo. Na shuka yako ile ndio sana ile utakayofanya nini? Utakayoishi. Nafsi tamki dunia wa mafiha. Imam Ali anasema mtu ananilia dunia na vilivyomo, waqad alimat anna salamata fiha lakum fiha. Hali ya kuwa mwanadamu anajua usalama wake ni kufa na kuiacha dunia. La dara lilmar'i ba'da al-maut yaskunuha, hakuna nyumba mtu atakwenda kuishi baada ya kufa, illa allati kana qabla al-maut yabniha, isipokuwa ile ambayo kabla ya kufa alikuwa anajenga. Ndio maana tuko ndani ya Ramadhani tunaleta dhikri, tunasoma Qur'ani, tunasoma
fa in banaha bi khair, yakijenga kaburi vizuri, taba maskani hayatakuwa makazi mazuri. Tambiwa malaika. Ndio maana kwenye swala ya jeneza tunamwombea yule aliyokufa, Allah amuongezee kaburi yake iwe ni pana, wa wasi'a madkhalahu, na ifanye kaburi yake iwe nini? Pana, mpaka inakuwa mtu basari kama kuangalia kwa mbali kwa macho. Chumba kizuri, kimepigwa vizuri, kimetengenezwa vizuri, khairi zinamjia. Wa imbanaha bishari khaba baniha, na kijenga kaburi vibaya kala hasara mjengaji. Ya nafsi tubi fa inna al-mauta qad hana. Imam Ali ananiambia nafsi, ya nafsi tubi, ewe nafsi yangu tubia, fa inna al-mauta qad hana, ndio kufa umekaribia. Na mimi nakueleza, fanya toba haraka, yawezekana hii ndio Ramadhani yako ya mwisho, hutokutana na Ramadhani tena. Ya nafsi tubi, ewe nafsi tubia, fa inna al-mauta qad hana, muda wa kufa umekaribia. Ramadhani kuja ni ishara ya kuonyesha kwamba wewe umekaribia kufa. Wanasil hawa, acha matamanio ya dunia. Fa inna al-hawa ma zala fatana, matamanio ya dunia yataendelea kuwa mzigo. Ya nafsi kufi al-islam, ewe nafsi yangu koma na madhambi, wabtasimi fi'lan jamila, na ufanye matendo mazuri, la'alla Allah yarhamuni, wa Allah atanihurumia. Ongea na nafsi yako, hurumia nafsi yako mwenyewe, kwa sababu wewe ndio utakayeenda kuishi katika maisha kaburi. Utaishi wewe mwenyewe na matendo yako uliyofanya. Kwa hiyo ndani ya Ramadhani wallahi unaweza ukabadili mfumo wa maisha yako. Ramadhani hii ambayo leo sisi tucheza nayo, ambayo inakimbia kasi, unaweza ukatengeneza mfumo wa maisha yako yakawa mazuri, na ikawa sababu ya kunusurika na adhabu za Allah. Na hii Ramadhani unaweza ukaboroga, na ikawa ni sababu ya kuchukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni sehemu ya akida ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa. Leo tasimama hapa katika kipengele hiki, japokuwa mlango huu tutamaliza insha Allah kwa kuendelea, tutapata fursa nyingine tutamalizia hii kipengele hiki na maelezo haya ya imani ya Ahlus-Sunnah wal Jamaa kuhusiana na siku ya mwisho. Maana siku ya mwisho imekusanya hili, lakini kubwa zaidi, wewe usifanye mchezo. Usifanye mchezo na Ramadhani. Usi ambao mimi ninakupa leo uenda nao, acha mchezo na Ramadhani. Acha mchezo kabisa na Ramadhani. Utakuja kusimama mbele ya Allah, ulifunga Ramadhani 20 huna hata moja. Naleta mbele ya Allah, kisha unaambia wewe Ramadhani ulizofunga huna hata moja. Hasa kukubaliwa. Sasa usicheze na Ramadhani. Allah amekujalia akakupa fursa ya kuingia ndani ya mwezi, utumie vizuri. Vuna, kusanya. Kwa sababu hujui fima baada ya Ramadhani, baada ya Ramadhani kuna nini hujui. Anayejua ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni kutoa, toa. Fa idha kana tadri fima baada ya Ramadhani, wewe hujui baada ya Ramadhani kuna nini. Misikiti inahitaji ndugu, kaongeze. Kawake kwamba mimi mwezi huu niwekeni kwenye orodha ya dini ya upande wa ndugu, nitakuwa na kila ikiisha nini ni milioni 60. Ndivyo hivyo. Mmoja katika jamaa zetu ambao hawakusanya duniani, siku moja naongea naye na mwambia nenda kahiji. Ya unajua hii hiji nenda ukahiji, haujui wao wanakufa lini. Alipotoka kuhiji aliishi ndani. Kaishi muda mfupi na kufa. Kama wewe hujui kaishi mwaka mmoja baada ya kwenda kuhiji. Nikamwambia kahiji kwa sababu uwezo kuhiji wewe nao. Kwa nini utakwenda kuhiji? Si unajua bana mambo ni mengi, lakini inshallah nikwambia hizi taswifi unazoleta nita utakufa bila kwenda kuhiji. Wewe unadhani hiji ya kwenda kuhiji mwenyewe ni sawa na kwenda kuhiji? Kahiji bana. Allah akampa tawfika akajikongoja akaenda. Karudi amekani mwaka kifo kama. Kwa hiyo na wewe amekujalia umeingia ndani ya mwezi huu.
Fanya vizuri, jipinde upande wa kujipinda. Choka upande wa kuchoka. Umia upande wa kuumia. Katika kusoma Qur'an, katika kuleta dhikri, katika kufanya mazuri, katika kuacha mabaya, kuziangalia nyumba za Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya mwezi huu. Kujitolea vitu mbalimbali kufukurisha watu. Hivi vyote ni vitu ambavyo vitasababisha wewe uweze kupendwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, na mwisho utaingia kwenye lengo la Allah tatakunu kama tushauri. Inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.